Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, na kusalimu kwa jina la Bwana Yesu. Nakupenda na Bwana Yesu anakupenda. Siku ya leo ni siku ya Sunday, tarehe yake ni tarehe 7 ya mwezi wa 6. Tunamshukuru Mungu kwa sababu amekuwa pamoja na sisi. Na tumeona mkono wa Mungu wiki yote, tumemaliza salama. Ni neema ya Bwana. Najua na kuamini kwamba na wewe uko salama kwa neema ya Mungu. Siku ya leo tunamshukuru Mungu kwa sababu tuna neno lake ambalo ni uzima katika maisha yetu, kwa sababu Mungu amesema kwamba neno lake ni chakula, ni uzima, na tutaishi kwa hilo neno. Bwana asifiwe. Tutasoma leo neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi sura yake ya 46 na mstari wake wa kwanza na kuendelea. Tutasoma kwa jina la Yesu. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa, ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima, moyoni mwa bahari. Amen. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa neno lako hili. Umesema Baba tutaishi kwa neno lako. Ulibariki Baba ndani ya mioyo yetu, liwe chakula daima katika maisha yetu na kuzaa matunda ya kupendeza Baba, kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Neno la Mungu nasema kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu na msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Bwana asifiwe. Katika dunia hii ni sharti tukutanane na mateso na majaribu mbalimbali, lakini neno la Mungu nasema kwamba hatutaogopa. Bwana asifiwe. Hata kwamba mambo yanabadilika namna gani, hata kama tunasikia sauti ya vita, neno la Mungu nasema kwamba Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu. Wakati tunapomkimbilia Mungu unakuwa katika nguvu na unakuwa na nguvu. Bwana asifiwe. Na hautaogopa kitu, kwa sababu Mungu anapokuwa upande wako hakuna yule anaweza kuwa kinyume chako. Mungu ni ukingo wetu. Wakati wote uko katika neno la Mungu, uko umempatia Bwana Yesu maisha yako, ujue kwamba unalindwa na malaika wa Bwana wanakulinda, na hautaogopa kitu. Hatutaogopa ijapokuwa dunia inabadilika, ijapokuwa kuwe matetezi ya vita, ama kuwe hali gani, hali ngumu yoyote ile, tunajua kwamba tumejificha katika Yesu na ni ukingo wetu. Bwana asifiwe. Hatutaogopa kitu na hatutaogopa mabaya, kwa sababu anatulinda salama, na neno lake linasema kwamba ataagiza malaika wake kutulinda. Ndio maana hauna haja ya kuogopa, hata upite katika hali gani, iko pamoja na wewe. Mungu iko pamoja na wewe na utashinda. Bwana asifiwe. Hatutaogopa kitu, hatutaogopa mabaya. Ni kimbilio letu na nguvu zetu, msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Hata hiyo mateso ya namna gani, hata kulinda salama, kama amelinda wa Danieli na katika tundu la simba, kalinda wa Meshaki, Shadraka na Abednego katika tanuru la moto, haikuwachoma. Akalinda akina Daudi wakashinda dubu na simba. Nini tamshinda? Nini ya kumshinda Mungu wetu? Mungu wako Baba yetu wa mbinguni ana nguvu zote. Amen. Hatutaogopa mabaya. Oga haitoki kwa Mungu, oga natoka kwa muovu. Ndio maana unapaswa kujipa moyo, unajua kwamba Mungu anakuzingira nyuma na mbele. Amen. Katika hali yote ya maisha hautaogopa kitu. Usiogope lolote, kwa sababu oga natoka kwa muovu, si kwa Mungu. Wakati uko mtoto wa Mungu inabidi uwe na imani, najua kwamba Baba yangu ananilinda salama, na katika hali yote nitakuwa mshindi. Neno la Mungu nasema hata kama tunapopita katika bonde la vilio, litageuza kuwa chemchemi ya baraka. Bwana asifiwe. Kwa sababu mtoto wa Mungu analindwa mahali pote. Mtoto wa Mungu anachungwa kila wakati. Kama uko mwana wa Mungu, kama umempatia Bwana Yesu maisha yako, inabidi unamtegemea kweli kweli na kujua kwamba unalindwa, uko katika mikono ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaogopa kitu, hatutaogopa mabaya, kwa sababu yani kimbilio letu na nguvu zetu. Bwana asifiwe. Na hata kama tusikie habari gani, habari ya kuvunja moyo, wa dunia hii wanaweza vunjika moyo, lakini watoto wa Mungu watakuwa na nguvu tu, na wanajua kwamba hatutatikisika kamwe. Bwana asifiwe. Tunakuwa kama mti ambao umepandwa katika maji. Amen. Maji neno la Mungu, hata kama kuwe ukame wa mvua, tutazaa matunda tu na tutaogopa kitu. Bwana asifiwe.
ujue kwamba kwa mtoto wa Mungu. Na wakati tunaposikia woga, uikemee kwa jina la Yesu. Unapaswa kusimama na kujua kwamba anayekuwa karibu yako, anayekuwa ndani yako ni mkuu kuliko wa dunia hii, na hata kuacha ushindwe kamwe. Bwana asifiwe. Wa dunia wanaweza kuwa na woga, lakini watoto wa Mungu watakuwa na ujasiri, kwa sababu tuna uhakika na yule ambaye anatuficha ndani yake, yule ambaye ametuita baba yetu, ambaye anatuchunga salama. Tutakuwa washindi tu kwa jina la Yesu. Na kutakia amani ya Bwana, na usimame tu katika hali yote. Na kama haujampokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako, umpokee leo, ili kwamba uwe mjasiri na ufunikwe na damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Ili kwamba uwe mjasiri na useme kwamba sitaogopa kitu. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu watoto wa Mungu wanalindwa. Wakati tunapotaka kulindwa, ujifiche Mungu, umpatie Yesu maisha yako. Na kama ni bado hujampatia, unaweza tu kumkaribisha hata saa hizi mahali pote ulipo, nasema Bwana Yesu, nakupa maisha yangu. Naamini ya kwamba umekufa kwa ajili ya dhambi zangu na ukafufuka katika wafu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu tangu sasa hata milele. Unisamehe dhambi zangu zote, nakupa maisha yangu kwa jina la Yesu. Amen. Kama umesema neno hilo, ujue kwamba Bwana Yesu anakaribia ndani yako, anaingia ndani ya maisha yako, na utaisha maisha ya ujasiri. Tafuta neno la Mungu, Biblia, ulisome usiku na mchana, ulimeditate neno la Mungu, na utakuwa na ukingo kila wakati, kwa sababu unaposoma neno la Mungu unapata ujasiri na unafunuliwa mengi, kwa sababu neno la Mungu ndio linatujulisha mawazo ya Mungu na gisi Mungu wetu anatuwazia mema. Bwana Yesu asifiwe. Naamini ya kwamba uko salama na utakuwa mjasiri kila wakati, na kujua kwamba anakulinda na aliye upande wako ni mkuu kuliko wa dunia hii. Mungu akubariki kwa siku ya leo tena, hadi hapo tutakapoonana, na kutakia wiki ya heri na ya baraka katika Bwana Yesu, na utafanikiwa katika yote utakayoifanya. Mungu akubariki hadi hapo tutakapoonana tena. Amen.